Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tupo katika kipindi cha Kwaresma, safari ya siku 40 jangwani. Katika mfungo huu mtakatifu wa safari ya siku 40 jangwani, Mama Kanisa anatuletea tafakari ya njia ya msalaba kila Ijumaa. Lengo la njia hii ya msalaba ambayo Mama Kanisa ametuwekea ni kuendelea kutafakari fumbo la ukombozi. Mwisho wa siku tuweze kuyaangaza maisha yetu kupitia vituo hivi vya njia ya msalaba ambavyo ndani yake tunapata mafundisho mbalimbali, tunapata fadhila mbalimbali za kimungu ambazo zitatusaidia na kuyaelekeza maisha yetu kuyaishi kama Wakristo. Lakini vile vile kwa tafakari hii ya njia ya msalaba itatusaidia sisi kama Wakristo kuweza kufanya tathmini ya ndani, kuweza kufanya tathmini ya kina na kuyachunguza maisha yetu, kuona ni wapi ambapo tunaelemewa na makando yetu, ni wapi ambapo tunahitaji kubadilisha mienendo yetu, na ni wapi ambapo tunahitaji kuwekwa safi na kutegemea nguvu za Mwenyezi Mungu, ili kusudi mwisho wa siku katika tafakari hii ya njia hii ya msalaba sote kwa pamoja kila mmoja aweze kuyachunguza maisha yake na kuona ni wapi ambapo amekosea, ni wapi ambapo anahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu, na ni wapi ambapo sasa atahitaji kuyabadili maisha yake ili kusudi yaweze kuwa mwanga katika jamii. Pasaka yetu iweze kuwa nzuri tukiwa na mioyo safi ambayo haina makando ndani yake. Kwa kuwa Mama Kanisa ameshatupatia utaratibu huu wa kusali njia ya msalaba katika Ijumaa zote ndani ya kipindi hiki cha Kwaresma, nami kwa ufupi nitakuletea tafakari ya vituo hivi vya njia ya msalaba katika mgawanyo wa vituo viwili mpaka pale vituo hivi tutakapokuwa tumevimaliza. Kwa kuanzia kwa siku ya leo nitakuletea tafakari ya kituo cha kwanza na kile kituo cha pili. Katika kituo hiki cha kwanza cha njia ya msalaba tunamuona Pilato anamhukumu Yesu, ingawa Yesu hakuwa na kosa lolote. Lakini hii yote inatokana na kwamba Pilato anaogopa macho na maneno ya makundi ya watu waovu. Hivyo anaamua kutoa hukumu ambayo haikuwa halali kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe sasa kwetu sisi Pilato anakuwa fundisho. Alitambua kwamba Yesu hakuwa na kosa, lakini kwa sababu pengine ya maslahi binafsi ya kutokupoteza heshima, cheo na chochote, anaamua kufanya nini? Anaamua kumhukumu Yesu kwa sababu tu watu watamsemaje ama watu watamwonaje. Katika kituo hiki sasa mimi na wewe tujiulize, ni mara ngapi katika jamii zetu, ni mara ngapi katika maeneo yetu ya kazi, ni mara ngapi katika familia zetu, ni mara ngapi katika jumuiya zetu tumeshindwa kusimamia ukweli na kutoa hukumu kwa wenzetu, hukumu wanazostahili? Tena ni mara ngapi tunaogopa kutoa hukumu za kweli au kusema ukweli kwa sababu tu ya kuogopa kupoteza labda urafiki wetu, labda vyeo vyetu, labda kazi zetu, kwa ajili ya maslahi yetu binafsi na sio maslahi ya wenzetu, na hivyo kuwasababisha wao kuingia katika matatizo makubwa ya kupoteza amani, ya kupoteza furaha, ya kuishi wananyong'onyea kisa tu tumeamua kuwatwisha misalaba ambayo sio yao. Tena ni mara ngapi tumewaumiza wenzetu kwa kuwasingizia hukumu? Katika kituo hiki ndugu zangu wapendwa, tujifunze kusema neno ndio kwa kitu ambacho una uhakika nacho, na tujifunze pia kusema neno hapana kwa kitu ambacho unajua kabisa hicho kitu hakina ukweli ndani yake. Kama jambo ni ndio, na ndio ile kweli itoke moyoni, na kama jambo ni hapana, hiyo hapana kweli itoke moyoni. Tukikumbuka kwamba hata maandiko matakatifu yanatuambia daima ukweli utatuweka huru. Daima tusimamie ukweli na kuwatetea wenzetu katika kile ambacho unajua kabisa hiki kitu sio halali. Badala yake tusiwe washiriki katika kutoa hukumu ambazo haziwahusu wenzetu au hukumu hizo hazikuwa halali kwa wenzetu. Na ndiyo maana katika sala ya mwanzo kwenye njia ya msalaba inasema, ninataka kugeuza mwenendo wangu. Ni wakati sasa wa kugeuza mienendo yetu. Ni wakati sasa wa kusimamia ukweli. Tumuombe Mungu Mwenyezi
aweze kutujalia neema daima ya kusimamia ukweli, daima ya kutokutoa hukumu kwa wenzetu, hukumu ambazo haziwahusu. Safari hii ya siku 40 jangwani iendelee kuamsha ndani ya nafsi zetu roho ya utu, ili kusudi daima tuweze kusimamia na kutetea ukweli. Daima tusitoe hukumu kwa wenzetu ambazo zitawaumiza na kuwaonea. Daima tusimamie ukweli na kusema neno ndio kwa maneno ambayo ni ndio, na hapana kwa maneno ambayo ni hapana, sio kwa maslahi yetu binafsi, ila kwa maslahi ya jamii, taifa, familia na jumuiya yote kwa ujumla. Katika kituo cha pili cha njia ya msalaba, tunaona Yesu anapokea msalaba. Hapa Yesu anatuonyesha fadhila ya unyenyekevu wa hali ya juu, kukubali kubeba msalaba ambao hana makosa nayo, lakini aliamua kufanya hivi ili kusudi mimi na wewe tuweze kukombolewa. Kitendo hiki kinaonyesha jinsi Yesu alivyokuwa na unyenyekevu wa hali ya juu. Anakubali kupokea msalaba, anakubali kuelemewa na msalaba huo mzito kwa ajili yangu mimi na wewe. Ameonyesha upendo wa dhati, upendo wa hali ya juu katika maisha yangu na katika maisha yako. Kituo hiki cha njia ya msalaba pia kinatupatia picha halisi ya maisha yetu ndani ya jamii zetu, kwamba kuna watu ambao wanaishi kama Wayahudi, wanabebesha wenzao misalaba ambayo sio yao, hali wao wenyewe hawako tayari kubeba misalaba hiyo. Msalaba ni wangu, nataka niutushe mtu mwingine. Mimi mwenyewe hata kugusa au kubeba kwa kidole changu siwezi. Tujue kwamba hilo ni chukizo mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunapoendelea kukitafakari kituo hiki ambapo Yesu anabebeshwa msalaba huu, mimi na wewe, ni mara ngapi pia katika jamii zetu tumewabebesha wenzetu misalaba? Ni wazi kabisa, wapo watu wanaoteseka mioyoni mwao kwa sababu tu ya kubebeshwa na kutishwa misalaba ambayo sio yao. Kutokana na hukumu wanazozipata, wanabebeshwa misalaba ambayo sio yao. Misalaba ya maumivu, wanaachiwa maumivu makali ndani ya mioyo yao. Mioyo yao daima inakuwa na huzuni, inavuja damu. Na tukiangalia miongoni mwa watu hao ni wafungwa. Wafungwa wengi wako magerezani, lakini sio kwamba wote kweli wamefanya makosa halali ya kuwafanya wakawemo mle. Kuna makosa mengine yametokana na sisi wenyewe binadamu kuwasingizia wenzetu. Kwa sababu pengine labda ninamzidi cheo, nina mali, ninaweza nikatumia vyovyote madaraka ninavyoona, ili kusudi tu kuendelea mimi kujilinda, naamua kumsingizia mtu mwingine, pengine hata ile kosa mimi ndio nimelifanya. Ninanunua hata saa nyingine uhai wa mtu. Hatimaye anajikuta amepata hukumu ambayo sio ya kwake, amebebeshwa msalaba ambayo sio. Kwa hiyo yuko gerezani anatumikia kifungo ambacho sio chake. Ni kweli, kuna ambao wako gerezani umefanya kweli makosa, lakini kuna ambao wamo sio kweli waliofanya makosa, ila pengine ni makosa ya kusingiziwa. Lakini pia katika kituo hiki cha njia ya msalaba, tujifunze kwamba hata sisi tunayo misalaba yetu mingi sana. Anaweza kuwa mme au mke wako, wanaweza kuwa watoto, anaweza kuwa rafiki yako ambaye unakula na kucheka naye kila siku. Inaweza ikawa msalaba wako kwa sehemu au eneo lako la kazi. Anaweza akawa mtu yeyote yule ndio akawa msalaba wako. Majirani zako wanaweza akawa ni msalaba kwako. Lakini tunahimizwa na kufundishwa kupokea yote kwa unyenyekevu, tukitambua kwamba Mungu daima hawezi kukupatia msalaba akashindwa kukupatia mabebe ya kubebea. Na Mungu hawezi kukupatia msalaba ambao unashinda nguvu zako, atakustahilisha na kukuwezesha kubeba msalaba huo mpaka mwisho. Yesu alikubali kubeba msalaba kwa ajili yangu mimi na wewe, akijua kwamba Kalvari yake inakuja, furaha inakuja. Kwa hiyo hata sisi wakati mwingine tunapopitia changamoto na mateso, hatupaswi kunung'unika, hatupaswi kusikitika, hatupaswi kumnung'unikia Mungu au kunyong'onyea. Tunapaswa kuyapokea yote kwa furaha na unyenyekevu, huku tukisali kwa bidii na jitihada zote. Mwenyezi Mungu atuwezeshe na kutustahimilisha kuibeba misalaba yetu hiyo kwa upendo. Pengine katika kupitia kubeba kwangu ile msalaba, naweza nikamsaidia mwingine akaokoka. Lakini vile vile tunapoendelea kukitafakari kituo hiki cha njia ya msalaba, kuna watu hata katika maeneo yetu ya kazi wanashutumiwa kwa maneno ya uongo, yasiyo na ushahidi wa kujitosheleza, au hata kama yana ushahidi huo ni wa uongo. Hatimaye tunajikuta mtu yule anaangukia katika mateso makubwa na maumivu makubwa. Na maumivu hayo ndiyo msalaba wenyewe. Wewe katika eneo la kazi unaweza unamsababishia mwenzako au msalaba au abebe msalaba
ambayo sio yake, atumikie adhabu ambayo sio yake. Mbele ya Mwenyezi Mungu, Mungu hapendezwi na vitendo hivi. Tunapaswa kubadilika na kuibadili mienendo yetu iweze kuendana na mpango mzima wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila mmoja alipoumbwa aliwekewa riziki yake. Usitamani riziki ya mwingine ije kwako. Kila mtu amewekewa riziki yake. Tumia karama zako na vipaji vyako kwa ajili ya kuendelea kukuza na kupata zaidi kama unatamani kupata zaidi. Lakini sio kutumia vipaji na karama za mtu mwingine kutaka wewe uweze kupata mafanikio. Haitawezekana na wala haitatokea kamwe. Utabaki katika mateso na kumtesa mwenzako, lakini kile ambacho Mwenyezi Mungu amekiweka ndani yake huwezi kama ukakichukua au kumnyang'anya. Basi tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo, sisi wote tulio safarini hapa duniani, kuweza kuyapokea yote katika hali ya unyenyekevu bila manung'uniko, tukimtazama Yesu Kristo aliyekubali kubeba msalaba kwa ajili yetu sisi, ingawa hakuwa na kosa lolote, lakini kwa ajili ya kutupatia sisi ukombozi na kutaka kutuonyesha upendo wake mkubwa kwetu na kutufundisha sisi sote kuweza kupendana na kusaidiana, basi anaamua kutupatia namna hiyo njema ya kuweza kusaidia kubeba msalaba huo bila manung'uniko. Tunaalikwa pia katika kipindi hiki kitakatifu kufanya mabadiliko ya ndani katika nafsi zetu na kutokutoa hukumu zisizo haki. Kukubali kubeba na kuelemewa na msalaba huu kwa Yesu Kristo ilikuwa ni kwa ajili ya kutuletea wokovu sisi wanadamu. Hili ni somo na alama wazi kwetu sisi kupitia yeye. Anatufundisha nasi katika maisha yetu kuwa na moyo wa sadaka na kuweka ubinafsi wetu pembeni kwa ajili ya wenzetu. Tunaalikwa sote kwa pamoja kuendelea kumlilia Mwenyezi Mungu ili aendelee kuwa pamoja nasi kwa kupitia sala hii ya njia ya msalaba, aweze kubadili mienendo yetu, fikra na mitazamo yetu, ili maisha yetu yaweze kuwa chachu katika jamii zetu na kuwa Wakristo bora watakaosaidia kuleta mabadiliko chanya katika jamii zetu. Tuungane na Mtakatifu Paulo, mtume wa mataifa, kwa kusema: sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, ambaye kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuuzi. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 1 aya ya 23.